Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa updates mbalimbali, habari za kijamii, exclusive interview na watu kaza wa kaza. Na kwa leo mpenzi mtazamaji, kuna kitu kipya ambacho tumekuwasilishia hapa kwa siku ya leo. Na imani utajiuliza ni nini, ila nitakuomba uendelee kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho kwa ajili ya kujua kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Na nikukumbushe kwamba mpenzi mtazamaji, kwa leo tunaye mwanaharakati wa kujitegemea, vile vile anakuwa ni mwimbaji wa gospel na mambo kaza wa kaza ambayo anafanya, na kuja kujitambulisha jina lake na tutakwenda kuongelea mambo kaza wa kaza. Mimi ni Safari Almas, ni makamera ni Abubakari Said. Kama nilivyokujuza mpenzi mtazamaji, tunaye mwaliko wetu hapa ambaye ungejitambulisha ili watazamaji wetu wafahamu. Okay, nimeshukuru Mungu kwa sababu tumepata kibali cha kukutana kwenye ofisi ya Tanganyika TV. Naitwa Dilo Mona, kama mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni mwanaharakati wa kujitegemea kama jinsi ndugu mtangazaji amenitambulisha. Nimefurahi sana na Mungu akubariki. Ya, asante sana. Kama mlivyomsikia mwenyewe, ni mwanaharakati vile vile anakuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili na gospel. Najua wewe ni mwanaharakati, na kwa mwanaharakati lazima umeshatembea hata tofauti, umesha compare mazingira ya sehemu tofauti. Na kwa leo napenda kwanza tuongelee safari yako mpaka huko nchini DRC. Sasa uliweza kutembelea makoma kwa mji mkuu. Kwanza mazingira ya kule umeona vipi? Kiukweli ya kwamba nimefurahi kwa sababu kila trip mtu anaposafiri kuna baadhi ya vitu umejifunza. Kuna baadhi ya vitu Kinshasa nimefurahia, na kuna baadhi ya vitu haviendi sawa. Na kuna baadhi ya vitu lazima tuwe tunavizungumzia tukiviona kwamba Afrika tunahitaji kupiga hatua ili watu waelewe kwamba nchi yetu inahitaji kupiga hatua kitu kama hichi. Nitagusia kwanza kwenye upande wa usafi. Kiukweli kuna baadhi ya watu wanaona Kinshasa kwenye mitandao, lakini hawajawahi kupiga hatua ama kufunga safari kufika Kinshasa. Lakini kuna baadhi ya watu wale ambao wamefika Kinshasa na wanaoishi Kinshasa watakwambia Kinshasa ni chafu sana. Kibinafsi nilivyoiona, japo ni kwetu, lakini Kinshasa kwa njia ya usafi sio safi. Labda kwa ufupi naweza nikajibu kwa hilo. Na labda kwa namna unavyoona, ni mji wote ndio ambao kuna uchafu ama kuna sehemu ambazo ndio zipo chafu sana, zingine kuna afadhali? Sehemu ambayo ina afadhali labda nitasema ni Gombe, kwa sababu nafikiri Gombe ndio mji ambao unapigwa upatu sana mitandaoni. Kwa sababu hata ikulu ya DRC haikai Gombe. Kwanza hicho ni cha kwanza cha kuambia watu. Ikulu haikai Gombe. Na nafikiri watu wengi labda nitawasanua kidogo, kwa sababu lazima sisi vijana sasa hivi baadhi ya nchi zinatetewa na vijana, sio wazazi wetu, kwa sababu wazazi hawana sauti tena. Gen Z ndio ina nafasi ya kuzungumza vitu kama hivyo. Ikulu ya Kinshasa inakaa Ngaliema, komini ya Ngaliema, ile wanaita avenue, yani mtaa wa Jolie Park. Mara nyingi hiyo sehemu sio safi, wala hata barabara zake sio safi, kwa sababu ni sehemu ambayo mimi nilikuwa ninaishi. Japo kuna siku niliwahi kuzungumzia kuhusu hilo, watu wakaniataka kwenye mitandao, lakini lazima tuongee ukweli. Wale wanaoongea ukweli na kulalamikia serikali ipige hatua, sio kutoa hela na kuwalipa magavana wetu hela nyingi, wabunge wetu hela nyingi, maminista wetu hela nyingi, wakati nchi inashindwa kubadilika. Huku tukiataka wazungu ndio wanatufanya kwamba tusipige maendeleo. No, mimi sikuamini kupitia hicho. Lakini ukienda Gombe, ndo mji ambao ndo komine ambayo inapigiwa upatu hata mitandaoni ya kwamba ndo sehemu kidogo. Gombe zimegawanyika mara mbili. Kuna Gombe A na kuna Gombe B. Gombe A ndo sehemu serikali imewekea uwezo wake, kwa sababu ndo sehemu ambao maofisi yote makubwa ya serikali ipo pale. Ndo sehemu angalau kidogo ina usafi na kuna utaratibu baadhi ya vitu, kwa sababu serikali imewekea vitu vyake vingi pale. Na kwa jinsi ulivyoona, labda kwa upande wako kama vile mwanaharakati wa kujitegemea, unaona ni kipi ambacho kinahitajika kwa viongozi wetu kuweza kufanya kwa ajili ya kupelekea maendeleo sasa katika mji mkuu, ni mji ambao unatambulisha Jamhuri ya Kidemokrasia? Kiukweli kwa sababu kuna vitu rais anajaribu kutafuta, lakini lazima asikilize wananchi wanataka nini. Nafikiri sio Kongo yote ndio ina vita. Kuanzia mwaka wa
1960 na kitu, ni East ya Kongo ndio ina matatizo makubwa sana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndo sehemu ambayo imesongwa sana na maadui na vita, sio Kongo yote. Ukifika hata uwanja wa ndege wa Kinshasa utakata kama sio uwanja wa ndege. Ukifika Lubumbashi, ukiona uwanja wa Lubumbashi wa ndege utakataa kama sio uwanja wa ndege wa Lubumbashi. So kwa nini serikali inashindwa kufanya kazi sehemu ambayo hata milio ya risasi haijawahi kufikia, wala hata milio ya risasi haijawahi kulia? Kwa nini? So utaelewa kwamba viongozi wetu wana ubinafsi, wanategemea kwamba wao wapate kuliko kuleta mazingira mazuri sehemu ambayo ina amani. Ukifika Kinshasa leo, barabara zetu hazina muonekano, mpaka mifereji ya miji imeziba. Ina maana hata mvua ikinyesha Kinshasa maji hayapati sehemu. Lakini kuna watu wengine ambao hawana upeo wa kutafakari ama wa kufanya utafiti. Kinshasa ni mji ambao ulianza tangu ukoloni. Afadhali tena Kinshasa ya zamani ya ukoloni kuliko Kinshasa hii ambayo viongozi Kabila amepita, Kisekedi leo anachukua madaraka, lakini hamna mabadiliko yoyote. Kuna baadhi ya watu ambao nimekutana nao Kinshasa, tena viongozi wakubwa ambao walifanya kazi na Kabila mtoto, nikaanza kuwauliza maswali, kwa nini mji uko hivi? So utajiuliza kwamba kuna watu wanakula hela ya Kongo, huku sisi wananchi tunateseka, tunaambiwa kwamba shida ni vita. Je, Kongo imepata vita Kongo nzima? Jibu inasema hapana. Yani kuna sehemu ambayo iko attacked sana na vita kuliko Kongo yote. Tunahitaji serikali ibadilishe mfumo. Ina maana hata mbunge akiwa anapokea dola 25,000, can you imagine? Mbunge anapokea dola 25,000. Huku unakuja kutuambia mzungu ndo anafanya Kongo yetu ishinde kupiga maendeleo. Mzungu kweli ndo amekupangia mshahara wa kumlipa mbunge, wakati huku mwalimu anakosa hata kulipwa, mwanajeshi anashindwa kulipa? Ni baadhi ya vitu serikali lazima haangalie kwamba sisi tunahitaji tufanye nini. Ni Este ndio imekuwa na tatizo la vita, sio Kinshasa wala Lubumbashi wala sehemu zingine. Kwa nini serikali ishinde kuweka nguvu kwanza? Umeme Kinshasa ni sehemu ambayo inakata kila siku. Kila mtu anaishi Kinshasa leo. Wengine nafikiri kwenye mitandao watashindwa kuelewa hicho ninachowaambia, wanaofuatilia Tanganyika TV. Jaribu kuongea na watu ambao wanaishi Kinshasa, watakwambia shida moja wapo inayosumbua Kongo ni umeme. Cha pili ni barabara. Cha tatu ni maji. Wananchi wakiwekewa hivi vitu vitatu, nafikiri hakutakuwa na mtu ambaye atakuwa analalamikia mambo ya uongozi. Hivi ni vitu ambavyo serikali lazima wakae chini, wafuatilie na wahakikishe kwamba sisi hata wawe na mishahara, kwa sababu ukiuliza hakuna wananchi wananchi wengi hawajui katiba. Hivi ukiuliza mwananchi yote anayekutana naye barabarani, akwambie katiba ya Kongo inasema nini, hawaelewi. So ni jambo la kupambania. Lazima sisi vijana tusimame, tuhakikishe kwamba hili serikali lipambana kila kitu kikae kwenye njia yake. Lakini ukiangalia Kinshasa ni mji mkuu ambao ni mkubwa sana, una zaidi ya kilomita 100. Kwa unavyosema makao makuu ya DRC kuna sehemu nyingi ambazo ziko chache. Wenda labda sehemu ambazo ulitembelea ni town kweli ama ni sehemu zile ambazo tunasema za nyuma kidogo, kwa mji ambao una zaidi ya kilomita 100 ni mkubwa sana. Wewe sehemu ambazo ulizitembelea ni sehemu ambazo ni town, ile manispa kabisa ambazo unasema hizi ni manispa town, hizo ambazo uliweza kutembelea na ukaona jambo hilo? Ndugu mtangazaji, kitu ambacho nauliza ni kitu ambacho ni sahihi na lazima nijibu wananchi wanaotufuatilia. Ukisema kwamba ninaenda kujifunza maisha ya sehemu, ni lazima uwe umejipanga sahihi kwenda kutembelea vitu mbalimbali na ujifunze. Ina maana ukija kuongea mbele ya jamii lazima una evidence ambayo umehakikisha. Sikwenda Kinshasa kwa sababu ya kulala. Kwanza sehemu ambayo nilikuwa ninakaa ni karibu na ikulu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio mbali. Mtu ambaye nikisema kwamba ni Jolie Park, nilikuwa nakaa Komini Angaliema, nilikuwa ninakaa Montfleury. Nikisema Montfleury, kila mtu ambaye ameshafika Kinshasa atasema huyu alikuwa penyewe. Montfleury ni ndo, ukisikia Montfleury, entrée ya Montfleury, kwa wale ambao wanaelewa Kifaransa sana, ni sehemu ambayo Kofi amejenga mji wake, ile unaitwa Quartier Latin. So na nimefanya mizunguko mikubwa kujifunza Kinshasa, na mtu yeyote ambaye amewahi kufika Kinshasa atasema kweli huyu anachokizungumza ni kweli. Lakini sisi wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walio wengi wanadanganywa na wafanya siasa wasiopenda nchi yao.
wafanya siasa wasiopenda nchi yao. Lakini kwa wale wanaopenda nchi yao, ni lazima watasimama na kuanza kuzungumza ukweli unaohitajika wananchi waujue. Mji wa Kinshasa, sio kwamba Kongo hatuna hela. Kongo tuna pesa. Kongo, watu, hela za Kongo zinaliwa na watu wanaomiliki madaraka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na labda kwa namna uliweza kufanya tour yako tuseme, namna ya ujenzi ulioa ukiachana na barabara vile na uchafu, ujenzi uko vipi Kinshasa? Kuhusu masuala ya ujenzi, kwanza kitu cha kwanza ninaweza nika appreciate Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya mijengo ambayo alijenga pale Gombe, zile gorofa 2 na ofisi ya Justice ya Kongo. Kiukweli amejitahidi, na sehemu ambao wabunge wanafanyia vitu vyao mbalimbali ni sehemu ambazo zimebadilika kidogo, lakini majengo mengi ya wananchi ni yale ya zamani, haibadiliki. Kinshasa ni watu hawajachukua system ya kubadilisha mambo ya ujenzi. So lakini kuna baadhi ya zile mijengo nilianza kuona wameanza kuvunja. Na kwanza kitu kingine, serikali imevunjia watu majumba yao, lakini uzembe uliopo, serikali wanaweza kuvunjia watu majumba yao, lakini wanashindwa kutekeleza kujenga kile ambacho sababu ya kuvunja ile mijengo pale. Watu wengi wamevunjiwa majumba yao Kinshasa, lakini ukiuliza baadhi ya watu ambao wamevunjiwa, wanakuambia hii mijengo imevunjwa sasa hivi ni kama miaka 2 mijengo ivunjwe, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali inachukua. Tunaambia tutajenga barabara, lakini barabara wanazozijenga ni kilomita 2, kilomita 3. Hiyo haimaanishi kwamba hiyo ndo barabara. Yaani kwa mtu yote ambaye ana akili ya kusema kwamba serikali yetu haifanyi kitu chochote, utasema Kinshasa bado inahitaji mtu mzalendo mwenye moyo wa kuhakikisha kwamba tumebadilisha mji mkuu. Uliza mtu yoyote ambaye amewahi kufika kwenye ikulu la Kongo, na nafikiri hata mtangazaji nikikuuliza hili swali, umewahi kuona ikulu ya Kongo? Yaani tangu uwe mtangazaji umewahi kuona kwamba ikulu rais anaishi kwenye hii mijengo? Umewahi kuona hilo? Kuna picha baadhi na watu wameshawahi kuona. Mimi nimevisit ikulu ya DRC. Sio kwamba sipendi Kongo. Ninapenda Kongo, lakini nahitaji serikali iwekeze kujenga ikulu ya DRC. Kuna watu wengine hawajui. So labda naweza nikasema kwa hilo kwa ufupi. Na labda kwa namna ulivyoona, kipi ambacho kinahitajika sasa kwenye ikulu? Ikulu si nzuri, haivutii ama namna gani? Ikulu cha kwanza haivutii. Tukiambia Afrika kwamba sisi ni roho ya Afrika, lazima tuonyeshe sisi ni roho ya Afrika. Serikali imechukua pesa kuwekeza kwenye timu ya Barcelona. Serikali imechukua pesa imewekeza kwenye timu za Monaco. Kwa nini tusiwekeze kwanza kwetu? Ile timu kutafuta utalii, unajua. Utalii gani huyo? Mtalii atakuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati anakuta baadhi ya vitu havipo sawa. Mgeni hawezi kulalamika kwa kitu alichokiona, lakini akifika kwao lazima atasema no, Kongo haistahili kuwa roho ya Afrika kwa sababu kuna baadhi ya vitu. Mgeni anakuta kila siku umeme kwako haupo. Mgeni anakuja kila siku, mwenyeji analia kwamba hatuna maji. Mwenyeji analia hatuna barabara. Mzungu anakuzuia usitengeneze barabara kwenu. Mzungu anakuzuia usitengeneze umeme kwenu. Mzungu amekuruhusu tu ulipe wafanyakazi wako wa siri, wabunge, magavana na wengine walipe hela nyingi kuliko kufaidisha wananchi wanaokupa kura kila siku. Jibu inasema no. Ni uongozi ambao tunaotawaliwa nao haupo sahihi, lazima ufanye vitu. Na labda wewe kwa siku zote ambazo ulizifanya, upande wako umeme ulikwenda mara ngapi? Kila siku. Na usio lisali moja. Umeme wa Kinshasa unaweza kukata kuanzia asubuhi unakuja saa 6 za usiku. Na ni hii evidence ninazo. Nimekaa Kinshasa takriban miezi 2 na kitu. Sema ambao umekaa miezi 2 kuna vitu ambao umejifunza zaidi. Kuna wanajeshi walipo ile mishahara aliyoisema rais kwamba mishahara imeongezwa. Kuna watu wengine wanalalamika mpaka sasa hivi. Serikali lazima wafanye mchakato. Mtu akistaafu kama mwanajeshi wa kidemokrasia ya Kongo lazima apewe heshima. Umetuambia kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni roho ya Afrika, lazima tuone kweli serikali imekuwa kielelezo kwa roho ya Afrika. Daktari wa Kongo sio wale madaktari wanalipwa Kinshasa. Daktari anayeteseka kwenye uwanja wa vita wa Kongo, East, daktari wa Kongo analipwaje yule mtu? Pensheni yake mwanajeshi anayetoka vitani analipwaje huyo mtu? Kuna wanajeshi mpaka sasa hivi, mtangazaji, ukifanya hatua ya kuuliza wanajeshi watakulalamikia. Na nafikiri kuna baadhi ya vitu ambao umelalamikiwa na wanajeshi. Mtu anakaa miezi 3 hajui mshahara. Polisi anayekaa na raia anakaa takriban miezi 6 alipwe mshahara mpaka sasa hivi. Serikali lazima ifanye mabadiliko.
Kama umewaambia wazungu sisi ni roho ya Afrika, tutajuaje sisi ambao tunaishi Kongo hatuna mafanikio ya kile ambacho tunaenda kuambia wazungu? Ni lazima sasa sisi wenyeji tuwe na uhakika kwamba serikali yetu imefanya mabadiliko makubwa ili iwe roho ya Afrika. Na labda kwa upande wako uliona vipi ushirikiano wa baina ya watu wa Kinshasa? Kuna ushirikiano? Kibinafsi nitasema kwamba watu wa Kinshasa hawana ushirikiano na Waswahili. Na hiyo ni shida, haitawahi kufa na haitomalizika. Labda serikali ichukue hatua. Kwa sababu ukiwa unaonekana kwamba unazungumza Kiswahili, wengi wanafikiria kwamba wewe ni jirani. Ambao rais wetu kila siku analalamikia kwenye vyombo vya mataifa vya dola kwamba jirani ndo anatuletea vita. So ushirikiano wa kuonyesha kwamba sisi wote ni Wakongomani haupo. Kibinafsi nilivyofanya uchunguzi haupo. Na ukisema hivyo kwa kuna wale ambao wanatoka huko, mfano mtu Lingala anajua ndio Kiswahili tu, inakuwa ni vigumu hata kuzishia kitu, anakuwa anakataa. Kwanza mimi kibinafsi, kwa sababu mimi ni mtu ambaye mazingira yangu na maisha yangu sio ya Kongo, nimepata changamoto. Japo nina asili ya Kongo, lakini nimepata changamoto kwa sababu sijui Lingala na sijui French. Tumesomea nchi za wenzetu. Unaona So ni changamoto kubwa sana. Nilikuwa ninatembea na mtu wa kunitafsiria, nikiona kitu ambacho hakipo sawa. Kuna baadhi ya maneno nilikuwa nimeshaanza kuupdate, kujifunza, kwa sababu miezi miwili mtu ambaye una kichwa chepesi lazima kuna baadhi ya vitu utakuwa unavielewa. So hawana ushirikiano. Kwanza mtu ambaye nilikuwa natembea naye ni mtu maarufu sana, siwezi kumtaja, na ni mtu ambaye anajulikana pia na serikali. Anakuambia no, usiwe unaongea Kiswahili sana kwa sababu kwa Waswahili wanashikiliwa kama vile ndo M23, kumbe sio hivyo. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Nikukumbusha kwamba tunaye mwanaharakati ambaye ametutembelea katika studio zetu ambazo zinapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kisha kufanya safari yake katika mji mkuu wa DRC ambako ni Kinshasa kwa karibu miezi miwili na zaidi. Amekuja kwa ajili ya kutuambia kile ambacho amekiona tofauti kuja. Na labda kwa jinsi ulivyoona tathmini yako, unaona DRC tunafeli wapi? Kitu cha kwanza ni viongozi. Mimi siamini kupitia jirani anaweza kunifanya mimi nisiendelee. Kwa sababu ukiangalia ya kwamba kiongozi akiwa mtu mashuhuri, kwanza ukikubali kuwa kiongozi umekubali kila mzigo una uwezo wa kuubeba. Na lazima tuzungumze, nitakazia sana watu wanaoishi East ya Kongo. Tusiweke mategemeo sana kwa serikali kwamba wana uwezo wa kutusaidia endapo sisi wenyewe tusiposimama. Kwa sababu wale wanaoishi Kinshasa wengi hawajui hata milio ya risasi. Kuna wengi hata hawajui mateso watu wanayopitia East ya Kongo. Wengi wanaiona kwenye media kwamba Tanganyika TV amerusha, labda meza zingine zimerusha, vitu kama hivyo. Na ni lazima, ndio maana nimesema kwamba vijana lazima tusimame. Tusiwe vijana ambao wana uoga, kwa sababu kuna vijana wengine ukikaa nao wazungumzie kuhusu masuala kama haya wala hawakuelewi. Wanakuchukulia wewe labda una akili. Wanachukulia wewe unaongea vitu ambavyo hujui. Kuna watu wengine ukiposti ama wakiwa wanafuatilia vitu ambavyo umeposti watasema huyu labda Kinshasa hajawahi kufika, na ukimuuliza yeye labda hata hiyo njia ya kwenda Kinshasa hajui. Mtu anayekuzungumzia kitu ambacho amekubali kutoa uhai wake kwenda kufanya utafiti na kujifunza baadhi ya vitu, kufanya tour yake kwenda kujifunza baadhi ya vitu, ni mtu anakuambia reality. Gen Z ya Kongo ni lazima isimame. Unaona So serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni lazima tupate viongozi wasiokuwa na ubinafsi. Ninaweza nikatamani leo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema ya kwamba mawaziri wote mshahara umepungua na lazima wanajeshi wapokee mishahara kadhaa na wao wanalipwa kila mwisho wa mwezi. Sababu ukijiuliza kazi gani wanaenda kuifanya mawaziri wa Kongo wakati East ya Kongo ina matatizo miaka nenda miaka rudi. Magavana wanapokea hela nyingi, kazi gani wanaoifanya? Barabara zenyewe hazina, miaka nenda miaka rudi. Umeme ndo huo, Force Bendera ipo. Ndugu mtangazaji, Force Bendera ipo. Kwa nini watu wa Baraka wanalia umeme kwamba unasumbua? Kwa nini Uvira unasumbua na wakati viongozi kila siku wanapigiwa upato, wanadanganya watu kwa shilingi 1500? Bajeti ya Force Bendera kwa nini isifanywe ili watu wa huko wafaidike umeme? Unategemea kwamba umeme utatoka wapi bila viongozi wasiokuwa binafsi? Unakuta mtu ameingia madarakani leo,
unasikia watoto wake hawapo tena Kongo. Ukiangalia viongozi wengi wanaotawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, familia zao hazipo Kongo. Una imani ya kwamba huyo mtu atakufanyia kitu kizuri? Ni lazima tusimame tuongee ukweli unaohitajika. Hivi familia yangu ikiangamia leo, rais yeye labda watoto wake hawapo hapa. Labda wale wanatutawala sisi watoto wake wengine hawapo hapa. Wanaishi Ulaya. Wakisikia milio ya risasi wengi wanakimbiza watoto wao, wanakimbiza watoto wao Burundi. Kuna viongozi hata familia zao zipo Kongo, zipo Burundi. Ni lazima tupate viongozi wanaokubali kufa kwa sababu ya watu wengine ili Kongo ipate muafaka wa hichi ambacho kinachoendelea. Na labda kwa kumalizia ni kipi ambacho unachoambia watazamaji wa Tanganyika TV sasa na wale ambao wanakuwa wakiwaza vibaya ama wakifikiria tofauti na ulivyoenda kuta katika DRC ambayo ni Kinshasa? Nimeshukuru sana kwa sababu tumeshazungumza vitu vingi hapo nyuma, na ninaweza nikahitaji kwamba wale wanaotufuatilia kutoka Tanganyika TV, maana ni kila mtu lazima ajifunze. Waswahili husema kwamba kuinama kwa kobe ni kujifunza sheria mpya. Tusitegemea hao tunaowachagua, maana tunaowachagua wengi ni wezi. Wengi hawatamani Kongo iendelee. Wengi wametulisha sumu, na lazima mwananchi yeyote anaishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwananchi yeyote anaishi nje ya kidemokrasia ya Kongo, kuna ndugu zetu wanaoteswa kwenye makambi ya wakimbizi kwa sababu ya kile tunachoambiwa kuna vita. Kwa nini sisi tusikae tuseme kwamba sisi hatutaki vita? Jirani hawezi kuja kuniumiza ndani ya nyumba yangu kama mimi sijamkaribisha jirani aniumize ndani ya nyumba yangu. Kongo ina watu zaidi ya milioni 100 na kitu. Kwa nini Kongo ina madini mengi? Kuna sehemu zingine hata hazijachukuliwa hata nukta. Kwa nini serikali isikae chini na wananchi tujisimamie sisi wenyewe ya kwamba kuanzia leo hizi shida tumezikataa na tuwe wazalendo wa kweli? Tuache ubaguzi, kwa sababu ukiangalia kama jirani anapata nafasi, sisi wenyewe ni wabaguzi. Mtu wa Kinshasa hamtaki mtu wa Baraka. Mtu wa Baraka hamtaki mtu wa Uvira. Mtu wa Uvira hamtaki mtu wa Kalemi. Tukiacha ubaguzi wa siri, maana sisi tuna ubaguzi wa siri. Kwenye mdomo tunapendana, lakini ndani mioyo yetu hatuna upendo. Tukiacha ubaguzi, nina uhakika ya kwamba jirani hata kuna nafasi ya kutuangamiza tena. Na wale tutakaowapeleka bungeni wawe ni watu ambao wanasimama na sisi kila wakati. Wawe ni watu wanasikiliza sisi wananchi tunataka nini. Na wananchi tunapochagua watu wakienda bungeni, wakileta vitu ambavyo sio sahihi, tujifunze kupitia nchi zingine, tujifunze kupitia Kenya, tujifunze kupitia Madagascar, tujifunze nchi zingine tofauti. Wananchi ndio wanabadilisha, kwa sababu sisi tunakuweka pale. Wewe tumekuweka wewe, sio wewe ndio umejiweka. Uwezi kutupelekesha kama jinsi unavyotaka. Maana pesa zetu ndio zinakulipa, kwa sababu sisi ndio tunafanya nini, tunakupa kazi. Tujifunze kama wananchi na tutoe uoga wa kuhakikisha kwamba tuseme kile ambacho hakipo sahihi. Asante. Shukuru sana kwa muda wako na kutujuza mengi. Asante, pia nimefurahi. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.